hawana budi, wasijione wako salama, tutakwenda mahakamani. Tena mahakama za kiraia zinaturuhusu kwa matakwa ya sheria. Kisichokwenda mahakamani sheria 17, masuala ya utawala yanakwenda mahakamani. Na ndio maana kafungwa rais wa FIFA, wa UEFA, hapa ndani tusiseme. Wao mnawajua. Basi wawajibike wote. Lakini kuna kamati ambayo inasimamia ligi, akiwemo yule mwenyekiti wao ambaye hana hata sifa ya kuwa kiongozi wa bodi ya ligi, yuko pale Mzee Mguto na wenzie Suki na Kasongo nani sijui kamati ya masaa 72, wawajibike. Wewe ukiharibu kaa pembeni, angalia wenzako wanavyofanya, ili na wewe ukirudi siku nyingine ili ufanye vizuri kuliko wenzako ambao umewaacha. Tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9 ripoti imetoka. Mfano umeingiza timu uwanjani, au sio? Kutoka wapi? Bodi ya ligi umetoa ripoti kujiuzuru, kutoa ripoti ya mechi ya tarehe 8 kwa nini kuchezwa. Watoe ripoti na sisi tutaangalia ile ripoti, kwa sababu wali sana. Hii ni Like Media na hapa tuko makao makuu ya klabu ya Yanga na tuko na mzee Msumi almaarufu kama Mohamed Msumi. Mohamed Msumi, tukukuita Mo, kuna ubaya Mo Msumi? Hapana, sio Mo, utakuwa utunze yake. Jina langu lina herufi takribani 7. Sasa kuzitamka mbili zinyo na mwacha nani? Ulitaja nzima sasa. Nzima nitaje sasa. Naitwa Mohamed Msumi. Mohamed Msumi, mwenyekiti wa wazee Yanga. Mwenyekiti wa baraza la wazee Yanga ambaye leo kulikuwa na mkutano katika makao makuu ya klabu ya Yanga, na mkutano huu ambao ulikuwa na vitu vingi ambavyo vikazungumza, lakini kikubwa sana ni msimamo wa tarehe 15, Yanga wakisema hatuchezi. Na sisi waandishi wa habari tulikuwepo hapa kufuatilia kila kitu ambacho kinafanyika. Huu sio mkutano wa kwanza ambao walifanya. Kuna mkutano ambao walifanya kabla ya mkutano huu. Hapo tuanzie kwenye mkutano ule wa mwanzo. Mzee Msumu ulisikika kuzungumza kwenye mkutano wa kwanza. Kitu gani kimebadilika kutoka mkutano wa kwanza na mkutano huu? Kwa mabadiliko hakuna, cha msingi ni msisitizo. Ila kilichoongezeka, kuna taarifa za kupotosha ambazo zimetokea katikati hapa kwenye mitandao. Mara anasema msemaji wa bodi ya ligi kasema, lakini cha msingi kusema hatuchezi kwa sababu mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Kuna tuhuma zilitolewa dhidi ya klabu yetu. Moja, ikisema bodi ya ligi kwamba mechi kuna viashirio vya rushwa. 2, kuna uvunjifu wa amani. 3, wakasema wanaunda kamati ya kuchunguza. Klabu yetu imeandika barua tarehe 9. Imeandika barua tarehe 9 kupelekea bodi ya ligi, lakini mpaka leo haijapata majibu. Sasa wao wanafikia mahali wanasema kwamba mechi ipo, wamepanga na nani. Hiyo ni moja. Lakini 2, hizi tuhuma, hata ukiwa na ndugu yako mgonjwa umempeleka hospitali, daktari akisema tunamfanyia uchunguzi, hatimaye kuna majibu yatakayetoka kujua kama ndugu yako anasumbuliwa na tatizo fulani. Endapo magonjwa maradhi yale nimchukulia kifo, kwenye ripoti ya kifo daktari ataandika mgonjwa huyu amefariki kwa sababu 1, 2, 3. Na kwa nini hatuchezi? Kama tunasema tucheze, sasa unavuruga ushahidi katika jamii. Hata kama ndugu yao kafa katika mazingira ya utata, huwa wanagoma, sema hatuziki maiti hii mpaka tupate ufafanuzi kifo cha ndugu yetu. Kwa hiyo yani kama klabu hatuchezi mpaka tupate majibu yale waliotuma walizitoa. Cha ajabu na cha kushangaza, alioanzisha hili jambo yeye haguswi. Simba tarehe 7 ndio umeendelea bodi kwamba wakisikesha hatupeleki mechi kwa sababu mabaunsa wa Yanga wamezuia timu ya Simba kufanya mazoezi. Lakini ukija kwenye ripoti ya bodi ya ligi hakuna sehemu inaoguswa. Kwa maana hiyo basi tuhuma za Simba zilikuwa hazina mashiko, wamezitupilia mbali. Kipi kishawishi mechi ile isichezwe? Kimetokea nini? Unaposema kuna viashirio vya rushwa, hapa tunao idara maalum TAKUKURU, moja majukumu yao. Unaposema uvunjifu wa amani, Dar es Salaam kwa ni kanda maalum inaongozwa na Mulilo Jumanne Mulilo. Lakini kama itoshe, Temeke ina OCD wa wilaya ambao wako jirani na uwanja. Wao ndio ni mamlaka kusema kwamba hapo usalama mdogo. Hapa kuna kitu gani? Sasa ndio maana tukiacha hivi waniopata hasara ndio wapenda michezo, wanapoteza wakati wao, wanaacha mali zao. Wengine wametoka nje ya nchi, wengine wametoka mikoa mbalimbali, na wanakuja hapa wanachotegemea kuona ile burudani yao wanaitaka, hatimaye wanaikosa. Sasa hatuwezi kucheza mpaka hili litolewe majibu, ili tujue ni nani aliopeleka kesi. Hakuna hakimu anatafuta kesi barabarani, walokwenda kulalamika, alopeleka tuhuma ni nani.
Sawa mzee Msumi, kuna swali la msingi ambalo tumesema tunazungumza kwanza kabla ya mkutano huu na waandishi wa habari. Kuna mkutano mwingine ambao mlifanya kipindi cha nyuma, mlikuwa na misimamo tofauti na hii ambayo mnaizungumza. Kwanza katibu wa wanachama na pamoja na wewe ambaye ni mwenyekiti wa wazee Dar es Salaam, kuna misimamo mliweka. Kwanza ilikuwa ni kwamba mtenda kwenye kwa CEO wa Yanga ili mweze kupeleka barua kwa ajili ya mkutano mkuu. Mkutano mkuu wa Yanga umeishia wapi mpaka sasa? Umekwama au ni nini ambacho kimesababisha mpaka hapa kwenye katika mazungumzo yenu yote alipo hilo? Haujakwama. Ni hivi, katiba Yanga ile ipambano iko wazi kwenye ibara 22 kipengele cha 5 kinasema mkutano mkuu wa dharura, kamati ya utendaji wa kanisa. Hadi ukishuka chini cha 6 kinasema wanachama wanaweza wakajiorodhesha wakaomba mkutano wa dharura kwenye kamati ya utendaji. Ili ende kwenye kamati ya utendaji tutapeleka kwa CEO atapeleka kwenye kamati ya utendaji. Lakini tukaona tusifikie huko, kwanza tuanze na haya. Mlikusanya lakini majina ya wanachama na ishafika, na ndio maana sio kagoma. Nasema hivi, tumekusanya na vipo, lakini tukaona watu tutoke na hili kwanza. Hili itakuwa hatua ya mwisho. Kwa usitumie bunduki kuuanzi. Wakati inawezekana ukimpiga kwa kidole tu akafa. Sawa, tunaweza tukaimaliza kabla tujafikia hatua hiyo. Itapobidi sasa tutakuja kufunga mjadala huu rasmi. Kwa kweli hilo mpaka sasa limefikia wapi? Lipi? Hili la kupeleka majina kwa maana adhimio la wanachama kwenda kwenye mkutano mkuu limefikia wapi mpaka sasa? Ule si wa kwetu? Ndio wa kwetu. Naomba ueleweke vizuri. Sawa. Ule ni wa kwetu. Tushapeleka, lakini sasa tuko na ngoja kwanza. Kwanza tusimamie hapa. Tumeshapeleka kwa nani? Kwa CEO. Kwa hiyo iko chini ya CEO. Tayari ishafika. Na CEO yeye mwenyewe amesema mpaka lini majukumu yatakuwa tayari. Yeye ni wajukumu lake, akishachukua atapeleka kwenye kamati ya utendaji. Itapokuwa tayari utapotishwa mkutano na nyinyi waandishi mtaitwa. Sisi hatufanye mambo kwa siri. Tunafanya mambo hadharani. Na kwa sababu michezo bila vyombo vya habari sawa sawa mtu kujifungia chumbani kwenye giza hutaonekana. Ili jamii ijue vyombo vya habari ndio vya michezo, watu waipende. Vyombo vya habari ndio vinaelimisha nchi. Kalamu ya mwandishi inafanya nchi iwe na amani. Mwandishi akiandika vibaya na uvunjifu utaanzia hapo hapo, kwa sababu haya matukio dakika 10 yatasambaa dunia nzima. Umeelewa? Kwa hiyo tusema haya mambo hapa kitu kwenda hatua kwa hatua. Mpaka sasa nataka kidogo tu niambie, mpaka sasa hivi iko kwa CEO na nyinyi hamna pengine mlisema tarehe fulani hata makadirio yenu kwa mpaka lini itakuwa iko tayari? Nimesema hayo ni masuala ndani. Yatapokuwa tutakwambieni kama hizo tumehitaji njooni na hilo tutapokuwa njooni tutawaeleza, kwa sababu bila nyinyi ina maana hakuna kitu kinachofanyika katika tasnia yote. Habari ni jambo muhimu ambao duniani watu wataipata. Kwa hiyo wastamilivu kidogo, jambo liko njiani linakuja. Tumalizie na hili. Kuna swala ambalo nilizungumzia kwamba mlikuwa na mipango ya kupeleka mahakamani kwa kuzuia dabi, kwa maana bingwa sitangazwe kutokana na dabi hii. Bingwa sitangazwe mpaka pale ambapo mambo yote yatakuwa sawa sawa. Mahakamani mmeshachukua hatua gani? Mmeshapeleka taarifa kama ziko katika mamlaka yetu. Mahakama ziko hapa hapa, wapenzi wa soka wako hapa hapa, wanachama wako hapa, ndio maana tunakwenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo mmefikia wapi swala mahakamani? Kila kitu kimekaa sawa. Ni kweli tukiamua kwenda kuinjika tutainjika muda wote. Kwa hiyo tunakwenda na haya. Kwa hiyo bado hamjafungua kesi mahakamani? Hatujafungua, tunakwenda kwa utaratibu. Tukifungua kesi mahakamani bali kuna siri. Sasa tufanye vitu siri kwa bayana na ili dunia ielewe na ione. Tutaliweka wazi. Au uongozi umesema swala mahakamani liachana nao? Hapana. Uongozi wana yao. Sisi kama wanachama kwa hiyo kitu kimoja. Sisi ndio ni mali. Wale waajiriwa. Kwenye makampuni mwenyewe mna mikataba, si ndio? Ya kazi. Kwenye chaguzi hizi wale wapiga kura ndio mabosi ndio waajiri, ndio mwajiri yule mtumishi. Awe diwani, awe mbunge, awe mwenyekiti wa serikali ya mtaa, awe rais. Wale wampigia kura hiyo ndio ni mamlaka. Sisi wanachama wa Yanga ndio ni mamlaka timu yetu. Cha kwanza tuliunga mkono wale viongozi wetu waliosema kwamba hatupeleki. Sasa tumekwenda kwenye msisitizo. Kwa sababu hapa matangazo mengi yanatoka. Wasije watu wakafikiri kwamba Yanga imekubali, wakaacha shughuli zao mikoa mbalimbali wakapata hasara tena. Tunawaambia wafanye shughuli zao. Kwa hiyo msimamo wa mahakama ni kwamba ni upi sasa kwa mpaka dakika hii? Maana kwa sisi mlituambia sisi kama waandishi wa habari tulipokea. Nisema hivi, sababu mimi na kumbukumbu. Sema kama kuna budi wasijione wako salama.
tutakwenda mahakamani. Tena mahakama za kiraia zinaturuhusu kwa matakwa ya sheria. Kisichokwenda mahakamani sheria 17, masuala ya utawala yanakwenda mahakamani. Na ndio maana kafungua rais wa FIFA, wa UEFA, hapa ndani tusiseme. Wao mnawajua. Kwa hiyo wasijione kwamba wao wako. Sasa muda unakimbia. Leo ni tarehe 5, tarehe 6, tarehe ngapi? Tarehe 15. Au hiyo mahakama ni lini sasa? Kwani hiyo mahakama ziko wapi? Ziko Ulanzi. Au mnatumia kitu gani kwenda kufungua kesi? Kwa tuisaidie umma. Kesi hizo kwenda mahakama unafungua kwa njia ya mtandao tu. Unalipia, una faili, shughuli imeenda. Au mnataka kitokee kitu gani ndio mwende mahakamani? Tusubiri. Naomba nitoe kwa maneno na bwana. Basi la mwisho waambie sasa, kwa sababu ni mwenyekiti wa wazee, sema neno kwa ajili ya haya mlioyafikia leo. Kimsingi kwa niaba ya baraza la wazee, wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, fanyeni shughuli zenu. Mechi hakuna. Kama kuna mabadiliko, viongozi wenu wa Yanga watayasema kwa maslahi ya klabu yetu, si vinginevyo. Asante sana mzee Msungula. Bwana, tumalize kidogo na kiongozi kutoka Morogoro, mkuu wa matawi ya Morogoro. Mimi ni katibu wa tawi la Morogoro mjini. Unaitwa nani? Unapata vizuri? Edward Mhagama, katibu wa tawi la Yanga Morogoro mjini. Umekuja kwenye mkutano huu, ulikuwa na shughuli zako zingine au umekuja rasmi kwa ajili ya mkutano? Nimekuja maalum kwa ajili ya mkutano. Nimekuja maalum kwa ajili ya mkutano. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba mechi ya tarehe 15 haipo, kama ambavyo imeshatangazwa awali na viongozi wetu kwamba hiyo mechi namba 184 imeshapita na imepita. Kwa hiyo na mimi nilikuja kuhakikisha kwamba na mimi naleta msisitizo kutoka Morogoro kwamba tarehe 15 mechi imeshapita. Umetumwa au umejituma mwenyewe? Hapana, mimi ni kiongozi wa wanachama, siwezi kujituma, nimetumwa na watu wa Morogoro, na wanachama wa Yanga Morogoro. Okay. Huko Morogoro joto likoje mpaka sasa? Kwa sababu naamini kuna watu wako nasafiri miongoni mwa mikoa ambayo iko karibu sana na Dar es Salaam. Unaweza ukaja hata kwa miguu kutoka Morogoro mpaka Dar es Salaam bila shaka. Hebu uniambie wao wanasemaje? Maana ukaribu huo ndio watu ambao tunategemea kuwepo kwenye dabi ya Kariakoo. Uongozi wa TFF, bodi ya ligi, wao wanasema dabi ipo. Wao wanasemaje Morogoro? Joto unaloliona Dar es Salaam kuhusu dabi ndio joto lililopo Morogoro. Ikitokea kwa mfano mimi leo nimerudi najibu kwamba mechi itachezwa tarehe 15, basi itakuwa ndio mwisho wangu. Mwisho wako kivipi? Inawezekana kabisa hata ukanitengua ukasema wewe hufai kuwa kiongozi wetu. Nifikia la mwisho wako utakufa. Kwamba unaweza kuna watu wana hasira. Ngoja nikwambie. Yaani kama kuna watu bodi ya ligi na TFF wanatakiwa kuwashukuru ni viongozi wa Yanga. Vinginevyo mpaka sasa hivi kungekuwa na hali mbaya sana. Kwa sababu wao ndio waliwatuliza hata wanachama wao tarehe 8 kwamba jamani tulieni ili swala tunalishughulikia. Wanachama wakawa watulivu kwamba swala linashughulikiwa, na mpaka sasa utulivu huu unaona ni kwa sababu ya viongozi wa Yanga. Vinginevyo wale pale tunasema mechi imeahirishwa, ule ni uhuni. Yaani wao hawakujali gharama ambazo viongozi waliingia kuandaa timu, gharama ambazo mashabiki walitumia kuja Dar es Salaam kwenye mechi. Watu wamefika mpaka uwanjani muda mchache kabla unasema mechi imeahirishwa kwa sababu kuna mtu kakataa kucheza. Sasa ule ni uhuni. Yaani moja kati ya watu ambao ndio kuheshimiwa bodi ya ligi na TFF ni kuheshimu hawa mashabiki ambao wanatumia gharama zao, wanatumia muda wao kuja uwanjani, wanalipa viingilio, alafu wao wakikaa kazi yao ni moja tu, kupangua ratiba ya ligi, kupiga watu faini, kupiga vilabu faini, ndicho wanachoweza, lakini hakuna kitu kingine ambacho wao wanaingia ili mashabiki waje uwanjani. Kwa hiyo juhudi hizo zinafanywa na viongozi wa vilabu. Sasa hebu twende kwenye kutoa solution. Kama kiongozi katibu kabisa, kuna namna ambavyo unahisi ikifanyika basi dabi inaweza kachezwa. Nipe maoni yako. Solution nzuri ni wale waliosababisha mechi isichezwe tarehe 8 kuwajibika. Kwa sababu imekuwa ni mazoea kwamba mtu anaharibu alafu anasema hiyo imepita, tutumie busara. Hapana, wale waliosababisha ile mechi haijachezwa tarehe 8 wawajibike. Kwa maana ya Simba ambao hawakuingia uwanjani. Sisi hatuna ugomvi na Simba. Wao kama walikubaliana na bodi ya ligi na ile kamati yao ya masaa 72 kwamba mechi isichezwe, basi wawajibike wote. Lakini kuna kamati ambayo inasimamia ligi, akiwemo yule mwenyekiti wao ambaye hana hata sifa ya kuwa kiongozi wa bodi ya ligi, yuko pale mzee Mguto na wenzie Suki na Kasongo sijui kamati ya masaa 72, wawajibike. Wewe ukiharibu kaa pembeni, angalia wenzako wanavyofanya, ili na wewe ukirudi siku nyingine ili ufanye vizuri kuliko wenzako ambao umewaacha. Tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9 ripoti imetoka. Mfano umeingiza timu uwanjani, au sio? Kutoka bodi ya ligi umetoa ripoti kujiuzuru
kutoa ripoti ya mechi ya tarehe 8 kwa nini kuchezwa? Watoe ripoti na sisi tutaangalia ile ripoti, kwa sababu walitoa sababu kwamba kuna viashiria vya rushwa. Sasa sijui wale waliokataa kuja uwanjani ndio walikuwa wanataka kuhonga watu ikashindikana wakakimbia uwanjani, au sisi ambao tulikuwa wenyeji, au bodi ya ligi wenyewe walihusika kutoa rushwa ili mechi isichezwe, au machafuko ambao walisema kwamba walihisi kuna uvunjifu wa amani. Wale watuambie ni nani walitaka kuvunja ile amani, kwa sababu pale kulikuwa na polisi TAKUKURU wapo ambao wanashughulika na rushwa, lakini kamanda wa TAKUKURU Temeke alipohojiwa akasema mimi sijapata taarifa yoyote, hakuna malalamiko dhidi ya rushwa. Lakini kuna jeshi la polisi ambao ndio walinzi wetu wa amani, mbona hawajatoa taarifa kwamba kulikuwa na uvunjifu wa amani pale uwanjani? Kwa nini wao TFF na bodi ya ligi waje kutoa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wao? Kwa hiyo wao ndio wana matatizo ambayo ya kujiuliza sasa, si ndio? Haya tunataka watuambie, na watakapotupa hayo majibu tutajiridhisha kwamba hili ni sawa, hili si sawa, na kama itakuwa ni kinyume na kile ambacho tunakisema kwamba mechi haichezwi tarehe 15 kama azimio la kao lilivyosema pale kwamba ligi ndio itaishia pale. Bwana azimio ligi itaishia pale, kwa maana baraka ya ligi inaishia pale. Kama dabi haijachezwa, tunapata picha kwamba mechi dhidi ya Tanzania Prison na Yanga na Tanzania pia na Dodoma Jiji na Yanga ni hati kuwepo kuchezwa. Kwa maana hiyo, mimi naitwa Lugano Isa, nilikuwa na katibu wa tawi la Morogoro mjini, alikuwa akizungumza hapa, alifika hapa kuhakikisha kwamba naye anawakilisha watu wake. Mpaka wakati mwingine.